أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Katika wiki iliyopita tulizungumzia haraka za kielimu au ufanisi wa jamii unapatikana kunapokuwa na haraka ya kielimu, kwa sababu tunaweza kufananisha na chombo, kwa sababu jamii ni chombo kimoja ambacho kiko ndani ya safari, kina lengo moja au malengo yote yanashirikiana. Kwa hiyo chombo kama hiki kikitaka kufanikiwa ni lazima kiwe kinatembea katika reli ya elimu. Kwa maana ikiwa itakuwa ndani ya chombo kama hiki kuna haraka zinazofanyika ni nje ya misingi ya kielimu, basi haraka kama hizo haziwezi kufanikiwa. Na nilipotoa mifano kina Sheikh Makarim Shirazi wakisema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoipa nafasi elimu akakataza kutoka wote kwenda kupigana jihadi, ni lazima wengine wabaki katika kupambana na jihadi ya elimu. Ni kwa maana kwa kupambana na ujinga na upotofu ni kama jihadi ya yule mtu aliyeshika. Na ndipo Sayyid Rashid Ridha yeye anasema kwa kuwa thawabu au daraja ya wasomi ndani ya jamii ni kubwa kushinda daraja ya wapiganaji jihadi mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio zile zinaitwa kalamu za wasomi katika jamii. Zikikosekana, ikiwa haraka inayotembea safari ambayo jamii wanaelekea, ikiwa safari yenyewe si safari ya kielimu, basi natija zote zinakuwa ni natija zisizoeleweka, ni natija ambazo zitakuwa hazina matunda aina yoyote. Na ndipo ukirudi ukiangalia mfano kama kina Sayyid Muhammad Hussein Fadhlullah asema ni kwa sababu gani? Wewe angalia wale wanaoweza kubeba majukumu vizuri, kubeba majukumu kiukamilifu ni watu sampuli mbili. Mtu wa kwanza ni msomi, kwa sababu anajua majukumu yake ni yapi. Wewe tujiulize, chombo kama hiki cha jamii kinatembea, kinapambana na changamoto, kwa sababu changamoto ni sehemu katika maisha. Usione adui anakupangia mikakati, anakupangia njama kila aina, ukaanza kujiuliza mbona ni mimi peke yangu? La, ukikosa changamoto pia haraka zitakuwa hakuna. Na ndipo mfano mzuri leo ukiona katika baadhi ya nchi ambazo zinaitwa ni nchi za Kiislamu, haraka za kielimu zimekufa. Kwa hiyo uongozi wa zile nchi wamepewa watu, ambapo leo kila kitu wanategemea nchi kutoka nje. Isitoshi, mpaka ulinzi na usalama wa nchi kama hizo wanalindwa na wengine, kwa sababu haraka za kielimu hakuna. Kwa hiyo kunapokosekana haraka za kielimu, natija yake inakuwa nini? Sayyid Muhammad Hussein Fadhlullah anasema
inakuwa zinazowapeleka ni haraka za awatif. Pengine mtu akicheza na nafsi, akijaribu kuwahuni, watapelekwa, au mara nyingine watapelekwa na wajinga. Ndipo utakuta kama leo katika siasa zetu, haki za kimsingi katika kila jamii au katika kila mkoa ni haki ambazo kila mwananchi anastahili, lakini utakuta watawala wetu au serikali zetu, sawasawa ni serikali kuu au ni serikali za mikoa, utakuta wanatunyima, wanatufinya. Mwisho ukija ukipewa ni haki yako ya msingi, lakini kwa sababu haraka zetu ndani ya jamii zetu ni haraka ambazo hazikusimamia misingi ya kielimu, utapata tukipewa haki kama ile tunaona alhamdulillah, serikali imetuheshimu na imetupatia mitumu na zawadi, na hali ya kuwa ilikuwa ni haki yako. Na ndio inapotokea, sio ndio mfano wanaotoa baadhi ya wanaharakati ambao wamepambana, mwisho wakishikwa, wakatiwa ndani ya magereza, wakaanza kufanya fujo kwa kuwa wanataka haki zao waachiwe huru. Mara nyingine kunatumiwa baadhi ya siasa, wanaweza wakatupiwa karibu mzoga, jumbi. Lile likianza kutoa harufu, lile jumbi litaanza kuwakera. Likiwakera, sasa itakuwa haraka ya kwanza wao kusimama kupiga kelele, tunataka hili jumbi liondoshwe, huu mzoga uondoshwe hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuanzia mwanzo zile haraka zilikuwa ni mfano wa povu, si haraka zilizosimamia misingi ya kielimu. Ndio utapata haraka zile inayoitwa Arabiul Arabi katika baadhi ya nchi za Kiarabu. Hebu ziangalie, ilikuwa ni povu la sabuni. Ziliamka, hazikusimamia misingi ya kielimu, mwisho zikafanya nini? Zikafa. Sawasawa, zimekufa zenyewe au zimeuliwa, ni kwa sababu haraka haikufuata reli au misingi ya kielimu. Na ndipo wanasema kwa madamu haikusimamia misingi ya kielimu, mwisho utakosekana natija, au natija zitakuwa sizo zile zinazostahiki watu wazipigania. Na ndipo ukifuatilia katika historia na Qur'ani inatueleza mabwenyenye, mabepari, watawala waovu, wao walisimama sana kupambana na haraka za kielimu. Na ndipo ukisikia historia ya Bani Israeli, kazi zao ilikuwa ni kuua mitume, kwa sababu mitume walikija na haraka za kielimu, haraka za kuamsha watu, haraka za kifikra. Wataka watu wakitembea watembee ni watu wanaojielewa, ni watu wanaojifahamu, ni watu wanaojitambua na wajue kwa ni kitu gani wanachokipigania. Kwa hiyo haraka kama zile zilikuwa ni kikwazo kwa hawa Bani Israeli waliokuwa wao wanataka kuwafanya watu watu. Na ndipo mfano kuanzia mitume wote waliouliwa na wasiouliwa, ukija mpaka kwa Mtume Muhammad
utapata ile mibwenyenye, ile mibepari, wale watu waliokuwa siku zote wao wanataka kuwakalia watu kwenye vichwa, waliona kwa hawa ni hatari katika haraka zetu. Kwa hiyo wakasimama kupambana, na hii ndio sifa. Ikiwa huna challenge, ikiwa huna adui katika haraka zako ambazo ni haraka za kielimu, basi inabidi ujishuku, ujiulize. Na ndipo maneno ya Imam Khomeini radhiallahu ta'ala alayhi akasema, ikiwa itakuwa Amerika amekuwa rafiki yako, usimshuku Amerika, inabidi ujishuku wewe, kwa sababu hakuna wakati mtawala muovu atakuwa rafiki na harakati zako ambazo zinapinga ubepari. Sababu haraka za kielimu ni zile haraka kama tulivyosema, sio kuhifadhi misamiati, ni kumtoa mwanadamu katika utumwa na kumweka huru. Tusiwe kama yule punda wa hakimu ambaye nimeshamhukumu mara kadhaa kikisa. Yeye anajijua kwa kuwa yule aliyempanda ni punda kuliko yeye, lakini amekubali kuwa dhalili. Akasema kwa kuwa mimi ni bora kuliko aliyenipanda, mimi ni bora kuliko hawa wanaonitawala, mimi ni bora kuliko hawa viongozi wetu. Kwa nini umekubali wakuongoze, wakutawale? Ni kwa sababu umekubali udhalilifu. Sawa sawa ni kwa sababu ya kunyosha mikono, sawa sawa ni kwa sababu tumewaweka mbele watu wasiostahiki kuwekwa mbele. Kwa hiyo siku zote tutabaki kuwa watu. Kwa Shahid Murtada Mutahhari rahmatullahi ta'ala alayhi, tukija mpaka katika karne yetu hii, hebu angalia haraka iliyoanzishwa na Imam Khomeini radhiallahu ta'ala alayhi, zile changamoto alizopambana nazo. Walipambana na changamoto kubwa sana, maulama chungu mzima waliuliwa, kwa sababu maulama wale walikuwa ni kikwazo kwa haraka za shetani mkubwa ambaye ni Mwamerika akifuatwa na utawala wa Kizayuni. Na ndipo kina Shahid Murtada Mutahhari, kina Shahid Beheshti Rajai, kina Bahonari, kina Shahid Talaqani, maulama chungu mzima, kina Sayyid Sayyad Shirazi, kina Ahmad Kadhimi, wote wameuliwa kwa sababu gani? Ndio mpaka kwenye wasomi wa upande wa nyuklia, ni kwa sababu wameona hii haraka ya kielimu ni kikwazo katika wao kufikia malengo yao. Kwani leo ukiangalia wameweza kutawala nchi za Kiarabu, wanafanya watakavyo, kwa sababu kila kitu katika nchi za Kiarabu mwisho mpaka utawala wenyewe wa nchi za Kiarabu umewekwa na wao, usalama wao, kila kitu kwa kwao. Na ndipo utapata jana, baada ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kushambuliwa, kuuliwa kiongozi mwadhamu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na baadhi ya makamanda, Iran imechukua uamuzi wa kuteremsha kichapo, japokuwa wasema yale ilikuwa ni mazoezi. Inshallah leo kisha wasili kitakuja, tutarajia kije. Alipoanza waangalie Waarabu, kwa sababu haraka zao zimesimamia ujinga, hawakuangalia asili ya tatizo. Wakawa kila mmoja anaanza kumlaumu Muirani kwa nini ameshambulia nchi zetu za Kiarabu. Na ndipo akaja wazuri na Rijani alivyojibu misingi ya kielimu iliposimama, akawaambia popote palipo na maslahi Amerika, palipo na kambi za Kiamerika, panapokuwa na uchumi na vitega uchumi vya Kiamerika, si ardhi zenu, ni ardhi za Kiamerika. Sasa wewe ukiwa kweli unataka kusimama mbele yao, usifikirie hizi changamoto na challenge utazipata, kwa sababu sisi mara nyingi tunajiuliza, kwa nini mimi, kwa nini sisi? Kwa sababu wewe ndio mti wenye matunda. Usipopigwa mawe, yani una matunda. Na ndio sunna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na maasumina na masahaba waliokuwa watukufu na wema wote wamepigwa vita, na wengi wao wameuliwa mashahidi. Mwisho Ibn Abi al-Hadid katika sharhi na Balagha asema, ukifuatilia historia ya kizazi kitukufu cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ilikuwa ni njama maalumu imewekwa kumalizwa kizazi kama hiki, kwa sababu kilikuwa na haraka ya kumwamsha mwanadamu, kumnyanyua mwanadamu kifikra, kimtazamo, kielimu. Sasa adui ni lazima aone kwa wewe ni kikwazo kwake, wewe ni tatizo kwake.
na ndipo pale anapokuja mwisho atakuletea mikopo ile mikopo, kesho atakufanya mtumwa. Kwani sisi nchi zetu tunawatumwa kupitia nini? Si mikopo tunaichukua. Mwisho ndio utasikia bandari sisi zimechukuliwa, sisi nini zimechukuliwa, na wao waambiwa bwana, hizi zitakuwa chini yetu, zitakuwa kwenye control yetu mpaka tumalize madeni yetu. Kwa hiyo mmekuwa watumwa, na ukijaribu kusimama, basi wao wako tayari kukupigia vita kwa aina, watatumia njia aina yoyote. Sawa ni vikwazo. Kwanza wataanza kukufinya kiuchumi, wajaribu kutia fujo ndani, maandamano, vijana kununuliwa, na ndipo Shahid Murtada Mutahhari rahmatullahi ta'ala alayhi akawa yuwasisitiza ni lazima hizi haraka za kielimu tuziletee mabadiliko, kwa sababu sisi tumebaki kwenye haraka za kielimu, ni haraka kuwahifadhisha watoto. Watoto wanahifadhi kama makasuku. Leo mtoto amehifadhi mashairi chungu mzima, ukimuuliza maana yake sijui. Au watoto wamehifadhi Qur'ani hawajui maana yake. Ndipo pale zile baadhi ya ahadithi zikisema kam min qari al-Qur'an, japokuwa wengine wanazikataa zikuswili, lakini kam min qari al-Qur'an wa Qur'an al-amun, kwa maana tusoma Qur'ani lakini hatujui zile zina maamrisho yanayokuja ndani ya zile aya tunazozisoma. Kwa hiyo mimi ninasoma aya ambayo inakataza uchafu, mimi ndio niko namba moja ya kufanya uchafu kama huo. Aya inayouliza lima taquluna ma la tafaluna, mimi ni wa kwanza wa kusema sisi na vitendo. Kwa hiyo hizi zinakuwa ni haraka, kama anavyosema Allama Sayyid Muhammad Hussein Fadhlullah, hazina tofauti na haraka za wajinga, na haraka za watu wasiojielewa, na haraka za watu wasiojitambua, kwa sababu inakuwa ni kama punda, kama thadil himari yahmilu asfara, tulivyopigiwa mfano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amebebeshwa vitu vya thamani katika mgongo lakini hajui. Kwa hiyo mimi na punda ambaye nimepewa akili, nimepewa ufahamu, Mwenyezi Mungu hakuninyima, amenipa kila kitu, lakini nikaamua kutembea kama punda, ndio tukamwambia bado muadhab, tutakuwa tumepotea zaidi. Kwa sababu ilitakikana sisi tuwe mbele, tujitambue, tujifahamu, tupambane, tutetee haki zetu, tujue haraka zetu zile ambazo zinastahiki sisi tusimame kweli kuzimwagia damu ni haraka aina gani. Na ukisha jua kitu kama hiki, ndipo pale utakuwa na msimamo ule wa Imam Hussein salamullahi alayhi wa karamatuna min Allah. Hutauliza kwa nini Imam Hussein alikuwa kusimama kuuliwa shahidi, wala hutauliza kwa nini Sayyid Hassan Nasrullah, Sayyid Ali al-Khamenei walisimama kuuliwa shahidi, kwa sababu ndio karama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna mbele nzuri, hakuna cheo cha thamani zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yule mtu ambaye umri wake wote amesimama kupambana lillahi Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili kuinua jamii, kwa ajili kutetea jamii, kunyanyua haraka za kielimu, mwisho iwe amalizie ishara. Kila mtu anapigania hiyo usubika. Kama uliona kuna mazungumzo ya Sayyid Ali al-Khamenei rahimahullah ta'ala alayhi, alikuwa akizungumza akasema, mimi kitu kinachonitia dhiki sana katika maisha yangu ni kile pale ninapofikiria, je, vita vikimalizika ikawa hakuna tena vita, mimi nikafa kitandani nitakuwaje? Asema kila nikijiuliza hili swali linaniumiza. Ndipo ukisikia kina Haji Qasim Suleimani, kina Sayyid Hassan Nasrullah, ilikuwa mara kwa mara ukikutana na Sayyid Qaid ambaye Sayyid tuombee tufanye shahidi. Sayyid, mimi lini na mimi nitaingia katika msafara wa mashuhada? Kwa sababu treni kama hii, safari kama hii yenye mawimbi mazito, ina changamoto mzito, ina matatizo, ina challenge. Kwa hiyo ni lazima kuanzia mwanzo ukiingia katika mapambano uwe uko imara, kwa kuwa mimi ninaopambana nao ni hii. Bila ya hivyo ndipo pale mwisho mtu anakuwa hajielewi, kwa sababu kuna wengi walianza haraka vizuri, walianza mapambano vizuri, mwisho waliishia kwenye mikono ya wengine, wenye kununuliwa,
wenye kunyamazishwa kwa ajili ya kutiwa uoga na hofu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuanzia mwanzo haraka hazikusimamia kwenye misingi ya kielimu, na ndipo utapata katika baadhi ya aya za Qur'ani, mfano katika suratul An'am aya ya 144, ni aya mrefu lakini mwisho inasema faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban liyudilla an-nasa bighairi ilm. Kwa sababu haraka zikiwa ni haraka ambazo hazina misingi ya kielimu, ndipo pale Imam Ali salamullahi alayhi alipokuja kuwagawanya wale watu akasema muovu zaidi ni yule mjinga ambaye hajui kama yeye ni mjinga. Kwa hiyo yeye anafikiria anaongoza watu, anawaelekeza watu, kumbe yudhillu nasa bighairi ilm, anawapoteza. Na ndipo hawa mitume walipokuja kusimama kupambana na haraka kama hizi, utapata hawa mabwenyenye, mabepari, watawala walisimama kupambana na mitume kwa sababu waliona hapo watakaribia. Mwisho wakiuliza, wakitaka kujaribu kucheza na nafsi za watu kwa kuwa ikiwa sisi tuko kwenye upotevu, ikiwa sisi hatujielewi, hatujitambui mababu zetu, basi wakutoni kwa ajili kutaka kuzianisha hisia za watu. Au kiwaletea fikra mzuri, haraka za kielimu, kwamba inna wajadna abaana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Kwa hiyo hii haraka ya kielimu tusifikirie kwa ukianzisha itakuwa inafuata mkondo wa maji. Hapana, ni haraka itapambana na changamoto, ni haraka ambazo lazima uhakikishe kila unapokwenda, sawa sawa ni katika vikao vya kimataifa, sawa sawa ni vikao vya ndani, kwa sababu mara nyingine utakuta haraka ni za kielimu, lakini wawakilishi wetu ambao ndio wanamulika haraka zetu wanamulika haraka za wajinga. Kwa sababu leo ikiwa kweli sisi chombo chetu cha tembea kielimu, kisha twende katika vikao vya kimataifa tukaonyeshe kwa kuwa sisi mila, desturi, utamaduni, ustaarabu wetu unatembea uchi, kwa maana itakuwa wewe unazimulika haraka za wajinga, kwa sababu umekuwa kama hayawani. Na ndio yule anayesema kwa kuwa ikiwa itakuwa kutembea uchi ni heshima na utukufu, basi wa kwanza mwenye heshima na utukufu ni hayawani, kwa sababu hafai nguo, sio? Au ikiwa itakuwa sisi kwenda kuonyesha mila na desturi ni kwenda kuwapeleka wanawake kuingia mitaani, kucheza, kuruka na nini, itakuwa tumerudi pale pale kwenye haraka za kijinga. Kwa hiyo hii haraka ninayoizungumzia ni haraka, tusiseme inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauliza awalau kana abaahum la yaqiluna shay'an wa la yafqahun. Kwa sababu sisi yatakikana haraka zetu, usiniambie namfuata baba, usiniambie namfuata babu, niambie nafuata misingi ya kielimu. Imesimamia misingi ya kielimu, sawa. Haikusimamia misingi ya kielimu, usitaje baba wala usitaje fulani. Kwa hiyo leo ukiwa umetishwa na Trump utasema umesimamia misingi ya Trump au umesimamia misingi ya Panganyao. Kwa hiyo yatakikana haraka zetu iwe kila hatua unaoichukua ni hatua ya Imam Ali salamullahi alayhi. Katika baadhi ya maneno yanayonasibishwa na yeye asema ma min haraka yoyote, hakuna haraka yoyote unayohitaji isipokuwa tahitaji ila maarifa. Haraka inapokosa maarifa ndipo pale tutaingia kwenye nini? Kwenye haraka za wengine. Wimbi la Masri lilikuwa ni wimbi zuri, wimbi liliamka, vijana walikuwa na ari, vijana walikuwa na moto, vijana walikuwa na hamu ya mageuzi, lakini zile haraka zilikosa misingi ya kielimu. Na ndipo Al-Ghannouchi ambaye ni mkuu wa Ikhwanul Muslimin na Tunis, baada ya haraka ya Tunis kufanikiwa, kwa sababu wote ni Ikhwanul Muslimin, Tunis, Masri, ukienda pia Turki, hizi haraka ziko katika baadhi ya nchi za Kiarabu, Jordan, ijapokuwa sasa misingi imetofautiana. Kina Erdogan wao wamesimaliza zile haraka walipofungwa, kina mwalimu wake Fethullah Gulen ijapokuwa amekimbia. Kuna mwalimu wake ambaye alifia ndani ya nyumba, alifungwa kabla ya utawala wake.
Sasa hizi haraka ukimwangalia Ghanouchi baada ya wimbi limeamka, angalia, kwa sababu haraka haikusimamia katika misingi ya kielimu. Maneno yake mwenyewe alisema, mapinduzi yangu sio mapinduzi ya Khomeini. Ghanouchi mwenyewe tu. Na ndipo leo utapata Ikhwanul Muslimin mwanzo waliingia kwa vishindo, japokuwa waliyaparamia yale mawimbi, hawakuwepo katika haraka, lakini walipofaulu wakaingia bungeni. Mwisho watu walikuwa na matumaini ya mageuzi, kuanza haraka za kielimu, wakakuta kumbe hawana tofauti na wale waliopita, mwisho wameangushwa. Leo hawapo Ikhwanul Muslimin, hawana nafasi na wameshtakiwa viongozi wote wao. Kwa hiyo haraka, yeye alisema si kama haraka ya Imam al-Khomeini, kwa sababu haraka ya Imam al-Khomeini ilikuwa ni haraka ilisimamia misingi ya kielimu, na ndipo utapata zile, angalia mwanzo waliposimama timu yake ya vijana, wanafunzi wake kina Shahid Beheshti, kina Shahid Murtadha Mutahari, walianza haraka. Na ndio Shahid Murtadha Mutahari alikuwa akihimiza sana uhusiano baina ya taasisi za kidini na taasisi za university, na ndio alikuwa akienda sana katika university akitoa lecture. Sheikh Murtadha Mutahari alikuwa ni maarufu mpaka akifanya midahalo na wasomi tofauti mpaka kutoka nje, kwa sababu walikuwa wanataka haraka ya kielimu au haraka za kielimu zitoe matunda. Na ndio baadhi ya walimu wetu wasema mwanzo wa mapinduzi zile haraka zilipoanza ilikuwa ni haraka za ajabu. Ukienda katika upande wa translate tofauti, kwa sababu Wairani walikuwa ni kama wamejifunga ndani, hawajulikani nje. Kukaanza haraka kutoa zile magazine, makala zile za kielimu ambazo zimeandikwa kwa Kifarsi zikaandikwa kwa lugha nyingine. Kukawa kunafunguliwa meza zile za mduara, watu kukaa midahalo ya kielimu, zikaanza, ikawa ni haraka za kielimu. Kuna vijana wengi wakaamka sana katika kipindi kama kile, kwa sababu ni haraka zilisimamia elimu. Na ndio leo ukimkuta Muamerika amesimama ataka kuipiga Irani au anaipiga Irani, si kwa sababu ati Irani anataka makombora ya nyuklia, makombora ya sumu, la Irani pesa tutani. Sisi haraka za nyuklia ni haraka za kielimu, na ndio mkuu wa kitengo cha nyuklia asema zaidi ya dawa 17 sisi tumeshazalisha kupitia Irani, sio kwa tunataka kuzalisha nyuklia. Sasa wao wanaona kwa sasa Irani ni kikwazo, kwa sababu wamesimama katika kila nyanja na wasomi. Ndipo leo unapokuta wataalamu wa nyuklia wanafuatwa kila walipo. Ndipo kuna baadhi ya takriri au ripoti zinazotolewa, wasema mfano baada ya kuangushwa Saddam Hussein, Israeli alitengeza zaidi ya force ambao ni vikundi, wasema kawabili zile au majmuati, vikundi zaidi ya 150 za makomando wa Israeli kuingia Iraki kwa ajili ya kuua wasomi au wataalamu wa nyuklia. So, usifikirie kwa mwendo ukiwa umeamua kusimama na haraka za kielimu, kutembea kielimu, iwe misingi yako ni misingi ya kielimu, usifikirie utakwenda kila habari. Hawa wote wanaouliwa kwa sababu wako katika train kama hii, wako katika safari kama hii. Kwa hiyo wanapambana na mawimbi makali kama haya, na ndipo wenyewe wanasema sisi tuko tayari, maana tumesimama katika misingi kama hii, tuko tayari hii misingi isimamie katika damu zetu, ikiwa itakuwa damu zetu zinahitajika, kama alivyosema Imam Hussein sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ikiwa itakuwa Uislamu dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haiwezi kusimama mpaka damu yangu imwage basi. Si ndivyo viongozi wetu wanavyotuambia? Ukisikia maneno ya kina Said Hassan Nasrullah, kina Haji Qasim Suleiman, ukija mpaka kwa Said Ruhai, maneno yao ni hayo. Ndio kuna maneno ambayo hata yameanza kuzunguka ni kitambo, aliyezungumza Said akisema kwa kuwa mimi ni dhaifu kimwili, sina nguvu, nafsi yangu dhaifu, mnyonge, akimhutubu Imam Hujja ajallahu ta'ala farajahu sharif, lakini akamwambia yote haya nimeyaweka kwenye mikono yangu kwa sababu ya Mungu, kwa sababu hii nchi, hili dola la Kiislamu, hii serikali ya Kiislamu ni yako mwenyewe mbele, mimi niko kwa ajili yako, usituache tushike mkono.
Lakini akamwambia juu ya yote, ijapokuwa kwa kuwa mimi hii hali nilio ni mzee wa umri wa miaka 80 akimbilia 90, niko tayari kila kitu nikitoe kwa ajili ya nchi, hata ikiwa ni kumwaga damu yangu, basi usituache tuombe. Maneno Sayyidul Qaid. Sasa ukiangalia kwa sababu gani? Ni kwa sababu alisimamia kwenye misingi kama hii, na sio kwamba kuondoka yeye. Na ndio hata hivi sasa ukiangalia matatizo yanayoendelea, hata mwenyewe Trump ukiwa ni pakanyao wote hawaelewi wanachokitaka nini kule, na utapata hawajielewi, kwa sababu wao walifikiria wakimuua Sayyidul Qaid hizi haraka zitasimama, lakini wamekuta wale walio nyuma wote haraka. Nawe kuna uwezekano pengine atakayekuja kushika nafasi ya Sayyid akawa pengine haraka, kwa sababu ni kijana ana nguvu zaidi, akawa na nishati za kubwa zaidi. Na ndio unapata leo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hebu jaribuni mpitie zile katika ule uzalishaji wa kielimu, muangalie katika ranki ya kimataifa, katika kila nyanja wako juu. Na ndipo unaposikia nchi imefanikiwa, imefaulu, si kwa kuwa imefaulu kwa kukaa mabarazani, kwa kupiga kelele, kwa kuzungumza kila mtu hajui majukumu yake ni yapi. Hapana, nchi imefanikiwa kwa sababu hizi haraka zilizoanzishwa na Imam Khomeini radhiallahu ta'ala alayhi, haraka zimeendelea na zimeleta natija. Kwa hiyo sisi katika umma wetu, katika jamii zetu tunachezewa sana, na inshallah tutakuja kufikia zile ahadithi ambazo nyingine zimepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi, kwa kuwasema hakuna ufakiri na umaskini mkubwa kama ujinga. Kwa sababu ukishakuwa mjinga, yule mwerevu atakupeleka vile anavyotaka yeye, ndio tutakuwa tumekuwa kama yule punda wa hakimu. Tunajua kwa kuwa tumekaliwa na huyo aliyetukalia ni muhinga kutushinda sisi, lakini kwa sababu ni madhaifu na hatuna cha kufanya mpaka tumnyeshe yeye mkono. Na ndilo tatizo ambalo linatupata leo. Wewe utapata mambo madogo yanayotuhusu sisi ambayo ni yetu, mpaka tuwanyoshe wengine mikono, na ndipo tutakuwa watumwa siku zote. Yule mwenye kumnyoshia mkono ukamnyoshia mkono ambaye kwake hataki uwe mtumwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye tu anataka wewe uwe huru, lakini wengine tukiwanyoshia mikono wanataka kufanya sisi watumwa. Kwa hiyo ni lazima harakati zetu zote ziwe ni haraka za kielimu, ni haraka ambayo kama tulivyotangulia kusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka sawa. Wale wanaoshika upanga kupigana jihadi ni sawa, kama anavyosema Said Rashid Riva, katika hali ambayo si ya dharura. Hawa maulama wako juu zaidi hawa wenye kushika silaha, kwa sababu wao ndio wanaitumikia haraka zaidi kuliko hawa mpaka zile hali za dharura ambazo ni wakati wa kupigana. Lakini hawa time zote wako uwanjani, wanapambana na khurafati, wanapambana na asatiri, wanapambana na wapuzi na mabepari na mabwenyenye. Kama leo utakuta media leo imetawala. Ikiwa wasomi wenye elimu zao hawatoweza kuzitumia elimu zao kupambana na upande wa pili katika media, basi tutaangushwa. Mfano leo kuna channel moja ambayo inaitwa Iran International, ni ya Kifarsi. Hii channel yani ni dhidi ya Iran ambayo inasimamiwa na Amerika na iko Amerika. Leo wenyewe wanakiri, wanasema habari zetu asilimia kubwa zinategemea kwenye misingi ya propaganda. Na wakasema lau ingekuwa sikutegemea katika misingi ya propaganda sisi tusingefaulu. Na ndipo jana kulipoanza tu zile haraka kwa Sayyidul Qaid ameuliwa, wakaanza kurusha baadhi ya nini, na utaona zile picha haziko wazi, atokomea wa Irani wameingia mabarabarani wanafurahi kwa Sayyidul Qaid ameuliwa, wanapiga manini sijui wanapeana halawiyati, ambapo ukizifuatilia utapata zile picha si za Irani kamwe, nyingine za zamani si za leo, nyingine ni wao wamezitengeza wako ndani ya studio yao. Kwa hiyo angalia leo utafikiria ni kitu kidogo. Hizi zile haraka zilizoanzishwa na kina Firauni na kina Namrud na kina Shimri, kina Abu Jahli, kina Abu Lahab na Abu Lahab wa leo pia, na kina Abu Jahli wa leo na kina Yazidi wa leo pia, hizi haraka wako nazo. Kwa hiyo ikiwa kutakosekana haraka za kielimu ambazo zitapambana na haraka kama hizi, pia sisi tutaingia katika mkondo kama ule. Na ndipo leo ukisikia baadhi ya vijana, mfano anakwambia, ukimsikia Trump mfano au Pakanyao wanakwambia bwana sisi
Namuita hivi kwa sababu anastahili. Usishangae ukafikiria si ndio jina lake linastahili tumuite. Sasa ukiwasikia ati sisi hatuna tatizo na Wairani, sisi tatizo letu ni serikali yenu inayowakandamiza, inaowanyanyasa, inayowafunga, inayowaua. Hivi wewe tangu lini una huruma na imani na wengine? Zaidi ya 80,000 umeua ndani ya Gaza. Kisha uniambie mimi una huruma na nani? Na ndio kuna baadhi ya vijana wanakuja kuzungumza mpaka ukaona raha, kwa sababu ni haraka za kielimu, wanakupatia historia kwa kuwa alikwenda Libya kadai anataka kuwakomboa wa Libya. Libya iko wapi? Mpaka Saiful Islam mwisho walimuua baada ya kuona ameshakubalika na amekuja na haraka za mageuzi. Wakamaliza, wamemaliza ni wao. Nenda Libya, nenda Sudan, Somalia ni wao. Ukija huku kwetu ni kina Kongo, kwingine wao wapo. Vita vile vilivyokuwa vimetokea Rwanda wao walikuwemo. Hakuna sehemu ambayo kumetokea uharibifu isipokuwa wao wamo ndani. Kisha uniambie, na ndio vijana kwa wanazungumza, kwa utaniambia wana huruma gani kwa Wairani mpaka useme kwa sisi tunataka kubadilisha nidhamu ili tuwaletee mtu anayefaa, na hadi ya kuwa huyo mtu anayefaa wameshamchagua wao yuko Amerika. Ni mtoto wa mfalme aliyepita, ni mtu anayependa starehe, hanasa, uchafu. Kwa hiyo ati huyu ndio tutaka kuwaekea. Na ndipo utapata matukio mazuri. Wanasema nini? Wanawaambia Wairaki, mkimchagua Nurul Maliki tutaweke vikwazo. Sasa ona haya yote, ikiwa itakuwa sisi hatuna haraka za kielimu, tutamuona huyu adui amekuja kwa sura za kuwa yeye amekuja kutukomboa, amekuja kutuweka katika maisha mazuri na mazingira mazuri, tutakubali tumnyoshee mkono kumbe amekuja kutufanya watumwa? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama anavyosema Imam Ali, khalaqaka rabbuka hurran la takuna 'abdan li ghayrik, lakini hutokuwa mtumwa wa mwingine ikiwa kweli utakuwa umesimamia kwenye misingi ya kielimu. Usiposimamia kwenye misingi ya kielimu, ndio utaona leo akija huyu atatupa 1000 tutampa kura, na kesho akija kitugawia nyingine tutasema 5 haitoshi akae 10. Akija kesho tutakubadilisha katiba pia akitupatia na 1000 tutasema aongeze, na hali ya kuwa hatuoni mabadiliko. Uchafu unaoendelea, ufisadi unaoendelea, uharibifu unaoendelea, hakuna harakati zozote za kielimu. Mauniversity yetu ya Dengeni ya Tetene, vijana wetu wanaomaliza form 4 wengine hawajui watasoma wapi, watakwenda wapi kwa sababu wazazi wao hawana uwezo. Wengine hata huko form 4 pia hawafiki kwa sababu ukiuliza unaambiwa kwa sababu familia hazina uwezo wa kuwasomesha. Sasa wanataka kuniambia tutafanikiwa vipi ikiwa kweli itakuwa tuko katika misingi kama hii ya wale mabwenyenye, mabepari, wafisadi, waharibifu ndio tuweke pale mbele. Kwa hiyo lazima tukitaka mabadiliko, walau la nafaa min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din, tuhakikishe tumepambana kama wale wanaopambana jihadi fi sabilillah, wanashika silaha na wanazimwaga damu zao. Sisi pia tupambane, tushike kalamu zetu, jihadan fi sabilillah, kupambana na ujinga, upotofu, bepari, unyanyasaji, kila aina. Lazima sisi tusimame. Tukiwa tutasimamia kwenye misingi hii tutafaulu inshallah. Wiki itakayokuja tutaendelea kuangalia na athari za ujinga zinapoingia zinakuwa na gani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.